Julai 7 ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya Kiswahili duniani, lugha ambayo si tu chombo cha mawasiliano kwa zaidi ya watu milioni 230 duniani, bali pia ni daraja la utamaduni, biashara, elimu na diplomasia katika bara la Afrika na nje ya mipaka yake. Mnamo mwaka 2021, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO lilitangaza rasmi Julai 7 kuwa siku ya Kiswahili duniani na kufanya Kiswahili kuwa lugha ya kwanza ya Kiafrika kutambuliwa na Umoja wa Mataifa kwa siku maalumu ya kimataifa. Kutoka pwani ya Afrika Mashariki hadi katika vyumba vya mikutano ya kimataifa, Kiswahili kimeendelea kupaa na kupata hadhi kubwa duniani. Lakini safari hii imewezekanaje? Nani amekuwa mabalozi wa lugha hii? Nani na kwa namna gani vyombo vya habari na wanazuoni na taasisi mbalimbali zimekuwa zikichangia kuifanya lugha hii kuwa sauti ya mamilioni ya watu? Jina langu ni Runa Mabai. Kwa miongo kadhaa, vyombo vya habari vimekuwa mstari wa mbele katika kusambaza na kuendeleza matumizi ya Kiswahili. Kupitia redio, televisheni, magazeti na sasa mitandao ya kidijitali, lugha hii imeendelea kufikia kwa mamilioni ya watu kila siku. Wataalamu wa lugha wanaeleza kuwa matumizi sahihi ya Kiswahili katika vyombo vya habari yamechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha msamiati, matamshi na uelewa wa lugha hiyo kwa jamii. Katika kueleza nafasi hiyo, mtangazaji na mwandaji wa vipindi vya Kiswahili nchini Tanzania, Lugendo Madege, anaeleza mchango wa idhaa za Kiswahili katika kukuza lugha hii. Naitwa Lugendo Madege, ni mtangazaji, mwandaji, lakini mwendeshaji wa vipindi vya lugha ya Kiswahili kwa muda mrefu. Nimeanza katika redio nyingi tu. Kwa sasa naweza nikasema kwamba mimi ni mtu ambaye na uzoefu mkubwa katika tasnia hii ya habari, lakini pia katika masuala yanayohusiana na lugha adhim, lugha aush ya Kiswahili. Swali ulilouliza ni jambo la msingi sana. Chombo chochote cha habari, hasa vyombo hivi ambavyo muktadha wake ni kutangaza kwa lugha ya Kiswahili, vina nafasi kubwa sana kuliko pengine tasnia ya aina yoyote au kitu chochote kile katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili duniani, si tu kwa hapa Tanzania au kwa Afrika, duniani kwa ujumla, kwa sababu kila kinachozungumzwa katika chombo cha habari ndicho ambacho mwananchi ama msikilizaji ama mtazamaji anaamini kabisa hiki ndio kitu cha ukweli. Kwa hiyo nafasi yetu kama waandishi wa habari, nafasi yetu kama vyombo vya habari katika kukuza na kueneza Kiswahili ni kubwa kweli kweli, na tunachokifanya tunafanya katika kama hivi unavyoona, kunakuwa na makongamano, kunakuwa na seminar, kwa wakati mwingine kunakuwa na mafunzo haya yanakuwa ya ndani, lakini pia hapo mafunzo ya nje, ambako watu wanaelekezwa namna bora ya kutangaza lugha fasaha. Kwanza wao wenyewe wawe ni mahiri katika utangazaji kwa lugha ya Kiswahili iliyo fasaha na sanifu, lakini pili wawe na nafasi nzuri ya kukieneza. Unakienezaje Kiswahili? Ni kuwa na msamiati mpya, kwa sababu kila siku tunaona kuna watu wanaibua maneno haya, yapo yale ya msimu, lakini mkiyatengeneza vizuri yanakuwa sio ya msimu tena, yanakuwa ni maneno ambayo yanatumika katika jamii kwa kukuzwa na vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari, nafasi yetu ni kubwa kweli kweli kuliko vile ambavyo sisi wenyewe tunadhania. Nchini Tanzania, taasisi kama Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA na taasisi ya Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA zimeendelea kusimamia maendeleo ya lugha ya Kiswahili kupitia tafsiri, usanifishaji wa istilahi na uratibu wa matumizi sahihi ya lugha katika sekta mbalimbali. Mabaraza haya yamekuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha Kiswahili kinaendelea kuheshimika na kukua sambamba na maendeleo ya sayansi, teknolojia na biashara. Kwa kuharibu, kwanza tulifute. Haya ni mabaraza. Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, lakini Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA. Hawa ndio wasimamizi wa ukuaji wa lugha, yani kwa maana zote lugha, kwa kuhakikisha kwamba hakuna makosa yanayofanywa kwa makusudi, lakini pia
kuhakikisha kwamba kila pale ambapo pamefanywa hayo makosa, aidha kwa makusudi ama kwa watu kutoka kukusudia, kwamba warekebishe na kutoa ufafanuzi, na wanatoa ufafanuzi huo kupitia vyombo vya habari, lakini hakuna namna yoyote kwamba unaweza kuyasema vibaya haya mabaraza. Haya ni mabaraza ambayo yanafanya kazi kubwa usiku na mchana kuhakikisha kwamba Kiswahili kinasonga mbele kwa kushirikiana na vyombo vya habari. Angalia ambavyo sasa hivi wanavyofanya, wanakwenda kwenye kila sekta ama tasnia. Kwa mfano kwenye michezo unakuta kuna istilahi ambazo zimewekwa za kimichezo pale, wanawafikia wana michezo, wanawaelekeza kwamba hili liko hivi, linazungumzwa hili, lakini vile vile kwamba haya ni maneno ambayo yanapaswa muyazungumze sana. Kwa mfano VAR, hii video ya kumsaidia referee. Watu wengi zamani walikuwa wameshazoea tu VAR, lakini sasa hivi ni vikure na linasambazwa na linaenea. Lakini haya yote yametoka wapi? Yametoka kwenye mabaraza yetu. Kwa hiyo haya mabaraza, kwanza hili, kama kuna watu wanadhani kwamba mabaraza yanaweza yakalaumiwa, ni watu ambao labda pengine hawayajui utendaji wao wa kazi. Lakini kama unajua mabaraza yanafanya kazi kwa namna gani, wewe utakuwa kinara wa kuyasifia. Ila cha msingi tunachotakiwa kusisitiza, mabaraza yaendelee kama wanavyofanya sasa hivi kushirikiana na vyombo vya habari kwa kila namna. Na hili hata sisi wenyewe wanahabari, waandishi wa habari, hatusemi kwamba mabaraza haya hayatupi ushirikiano. Pigia simu mtu yoyote wa baraza, iwe saa 7 usiku, iwe saa 8, iwe saa ngapi, kulingana na maeneo uliopo wewe. Maana wanapigiwa simu mpaka na vyombo vingine vya nje, wanapokea simu na kueleza kwamba neno hilo linatumika hivi, hilo halipaswi kutumika katika muktadha huo. Kwa hiyo mimi kwangu mabaraza yanafanya kazi vizuri na tunafanya nayo kazi vizuri, na niyo njia pekee ambayo ikitumika vizuri, yani watu wakayatumia vizuri haya mabaraza, utajikuta tu kwamba Kiswahili kinasonga mbele mahali popote na fursa zinapatikana za Kiswahili. Kadiri Kiswahili kinavyozidi kuvuka mipaka, ushirikiano kati ya vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa umekuwa na umuhimu mkubwa katika kusambaza habari, maarifa na utamaduni wa Kiswahili duniani. Kupitia ushirikiano huu, vipindi vya Kiswahili vinaendelea kuwafikia wasikilizaji na watazamaji katika mabara mbalimbali. Kuna wakati, sisemi kwa sasa, kuna wakati vyombo vya habari vya nje walidhani wao wenyewe kwamba kwa kuwa ni chombo cha kimataifa, kwamba hata Kiswahili kwao wanataka kukifanya kwamba ni cha kimataifa. Lakini Kiswahili kwa maana gani? Acha nifafanue hapa. Kwa maana kwamba hiki Kiswahili wachukue maneno hata ambayo hayajasanifishwa, kwa sababu tu ni cha kimataifa. Wamemsikia Marekani kazungumza hivyo, wanachukua wanaliona neno linalofaa. Wamemsikia labda Mjapani kazungumza hivi, wanachukua wanaliona kwamba linafaa kwa sababu tu ni chombo cha kimataifa. Lakini baada ya kueleweshwa na wao wenyewe kujua kwamba sasa Kiswahili ni cha wote na Kiswahili kinapaswa kiwe sanifu na fasaha, unaona wanauliza na sio tu kuuliza kwenye mabaraza, lakini wanatuuliza mpaka sisi ambao tuko kwenye vyombo ambavyo ni wenyewe wanaviita loko, kwamba hivi vyombo vya ndani wanatuuliza wakati mwingine, bwana, kuna neno fulani ili naweza kulitumia kwa namna gani, au ufasaha wake uko vipi, kabla ya kwenda kwenye mabaraza. Lakini kwa sababu na wewe unalijua, unamweleza bwana, hili kwa mujibu wa mabaraza na kamusi, hili matumizi yake yako hivi na hivi na hivi na hivi. Ukuaji wa Kiswahili haujaishia katika nchi ambazo lugha hiyo ni lugha ya taifa au rasmi pekee. Rwanda ni miongoni mwa nchi ambazo zimeonyesha dhamira kubwa ya kuendeleza matumizi ya Kiswahili. Miongoni mwa watu walioweka alama katika safari hiyo ni Profesa Pacific Malonga, mwanazuoni alianzisha kona ya Kiswahili katika maktaba ya umma ya Kigali, hatua inayosaidia kufikisha na kuwafikia wananchi wengi karibu na lugha hiyo. Sasa nimekutana na Profesa Patrick Malonga. Huyu ni moja ya mwanahabari na tunasema ni muasisi wa Kiswahili katika nchi ambazo hazikuwa na lugha mama ya Kiswahili. Na sasa tunataka tupate uzoefu, tupate na ujuzi mbalimbali. Ni kwa namna gani ilikuwa changamoto na imeweza kuwezekanaje kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaweza kuzungumzwa katika mataifa ama nchi ambazo hazina lugha mama ya Kiswahili. Profesa Patrick Malonga. Kwema kabisa. Alhamdulillah. Kwa wanaokusikiliza na wanaokusikia na wanaokutazama, wakikuona unavyoongea Kiswahili ni kama mzaliwa wa hapa Tanzania kabisa. Unaweza kusema labda ni kama mkazi wa wapi kabisa kwa nchi ya Tanzania? Kwa Arusha.
wa Arusha. Kwa sababu hata Kiswahili kisha maneno mengine usifikiri ni ya Kinyarwanda, kama wa Arusha wanavyoweka maneno yao. Profesa, kubwa zaidi katika nchi ambazo hazina lugha mama ya Kiswahili, wewe kama mwanahabari na mwana Kiswahili ambaye umejikita kwa zaidi ya miaka mingi zaidi mpaka leo hii, umeona jinsi ambavyo umekuwa ukipambana na Kiswahili kukikuza hasa katika nchi ya Rwanda kule. Tupatie uzoefu wa huko, namna Kiswahili ambavyo kimekuwa changamoto kukua na namna gani mlifanya kuanza kukua na kutambulika. Naomba kwanza nikwambia kwamba changamoto haziwezi kuwa sawa nchi kama Rwanda, Burundi, Uganda, South Sudan, Somalia na nyinginezo. Changamoto zinaweza zisiwe sawa. So mfano kama ukiingia kwenye nchi za South Sudan au Sudan ya Kusini, lugha zao kidogo ni tofauti na lugha ya Kinyarwanda, ya Kirundi na nyingine, kwa sababu hizo ni kama kidogo kuna maneno mengi ya Kibantu. Kwa hiyo utazungumza kidogo lugha ya Kibantu, utajikuta kwamba kidogo unafuu zaidi wa kujifunza kuliko mtu ambaye yuko Somalia. Kisomali, ukijifunza Kiswahili ukiwa Somalia sio rahisi kama mtu anayejifunza Kiswahili akiwa Bujumbura au akiwa Kigali. Ni tofauti kabisa. Kwa maneno mengi tu. Mfano ukinichukua nilivyo mimi kwa Kirundi au kwa Kinyarwanda ambapo ndo uko natoka, ukisema macho amaso macho tu, ukisema miguu na maguru ni miguu, mgongo ni mgongo tu, mtu ni mtu, amenyo ni meno tu. Kwa hiyo utakuta kidogo kuna urahisi wa kujifunza Kiswahili kuliko mtu anayezungumza Kisomali au lugha za South Sudan. Tofauti kidogo. Lugha hizi za Kibantu zinaingiliana sana na Kiswahili, au kuna maneno mengi ambayo kidogo yanafanana. Ni rahisi kuwafundisha watu wa huko Rwanda, Burundi, Uganda, sio rahisi na Somalia. Kukuza lugha ya Kiswahili katika mazingira ambayo si ya wazungumzaji wake wa asili si kazi rahisi. Inahitaji ubunifu, uvumilivu na mikakati endelevu inayolenga kuvutia watu kujifunza na kutumia lugha husika. Napenda sana msemo wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Anasema lazima uwe na nia, lazima uwe na sababu na uwezo, hapo vita utashinda tu. Kwa hivyo sisi nimeanzisha chama cha wanahabari, kinaitwa Wanahabari wa Kirwa, wanahabari wa Kiswahili Rwanda. Kwa hivyo tukaitana vijana waje, mimi kidogo mzee. Kwa hivyo tukawaita vijana njoni, tukaanzisha chama cha Wakirwa ili tuweze kuwa nimempenda sana Profesa Ponera. Anasema usiende safari yako usiende peke yako. Tafuta watu mwende wote. Ukienda peke yako utafika. Kwa hivyo ndio tumeanzisha juzi. Ila kabla ya hapo inabidi uhamasishe watu. Usipowahamasisha watu lugha yote ya kigeni au lugha ngeni, itakuwa shida sana kujifunza. Kwa sababu nia wanaweza kuwa nayo, lakini sababu wanayo. Sababu gani wajifunza? Mfano nchi kama Rwanda au Burundi wanazungumza lugha moja tu taifa zima, kwa hiyo wanaelewana vizuri. Lazima utafute motisha au utafute namna ya kuhamasisha. Kwa hivyo nikaanzisha kipindi cha redio cha jifunze Kiswahili kwenye redio na TV ya nchi ya Rwanda kwa miaka 12 baba. Miaka 12 najifunza mara 3 kwa wiki. Wanaanza habari gani, nini, ujambo, shikamoo, marhaba. Miaka 12 watu wanachangamka, wanasema yule mwalimu wa Kiswahili na utamu wake unaweka na ngoma, unaleta na muziki wa Kiswahili, ile ladha inakuja, watu wanachangamkia kujifunza Kiswahili. Kwa hiyo ni moja ya mikakati ambayo unaweza kutumia ili watu wajifunze. Kwa hivyo sisi ndio tumeanza. Lugha ya Kiswahili imeidhinishwa na bunge la Rwanda miaka 7-8 iliyopita. Ilikuwa tarehe 4 mwezi wa Aprili mwaka 2018. Kwa hivyo bado kabisa changa sana kwa vichwani mwa watu. Miaka 8 kwa historia
ya lugha ni chache sana, lakini tunajitahidi. Watu wanaandika vitabu vidogo vidogo vya kujifunza Kiswahili. Mimi nimeandika hata kamusi na marehemu Profesa Ken Walibora, inaitwa Trilingual Dictionary, Kiswahili, Kinyarwanda na Kiingereza. Kwa hivyo inasaidia sana. Inatakiwa uwekeze. Bahati mbaya sasa serikali ya Rwanda bado haijawekeza sana, ingawa ndio imepitisha sheria na kuna asasi ya elimu inaitwa REB ni Rwanda Education Board. Kwa hivyo sasa hivi tayari wametengeneza mitaala na nini kwa ajili ya wanafunzi, na wamerekebisha ratiba ya kujifunza. Kwa hivyo masaa yamekuwa zaidi shule za sekondari na vyuo vikuu. Kwa hivyo kuna kila sababu ya kujifunza Kiswahili na kukiendeleza. Leo hii Kiswahili kinazungumzwa katika nchi zaidi ya 14 za Afrika na kufundishwa katika vyuo vikuu zaidi ya 100 duniani. Ukuaji huu umechangiwa pia na vyombo vikubwa vya habari vya kimataifa ambavyo vimewekeza katika utoaji wa maudhui ya Kiswahili. Idhaa kama Deutsche Welle, BBC, CGTN na nyingine nyingi zimeendelea kuipa lugha hii jukwaa la kimataifa. Upande wa idhaa za Kiswahili hapa Tanzania na duniani kwa ujumla, moja ya idhaa kubwa ya Kiswahili huwezi kuiacha na DW. Kwa upande wa siku ya leo, nipo na mtangazaji nguli kabisa wa DW, Veronica Vitalis au Matias? Ni Natalis. Natalis. Okay, tupo na Veronica Natalis. Tunakwenda kupata uzoefu wa moja kwa moja kupitia makongamano haya. Ninyi kama DW ambayo mmekuwa ni idhaa kubwa ya Kiswahili hapa duniani na Tanzania kwa ujumla, mmekuwa na mchango gani mkubwa katika kukuza Kiswahili na maendeleo ya Kiswahili kwa ujumla? Mchango wa Deutsche Welle ni mkubwa sana. Sidhani kama naweza nikaueleza wote hapa sasa hivi nikamaliza, lakini kwa haraka tu ni kwamba vipindi vingi vya Deutsche Welle ambavyo vinafundisha Kiswahili moja kwa moja, kwa mfano kipindi cha Kiswahili kina wenyewe ambacho kinaendeshwa na watangazaji nguli kabisa wa Kiswahili huko akiwepo Mohamed Helef na wengine, kimekuwa kikitumika kama nyenzo ya kufundishia Kiswahili hata katika vyuo vikuu vingi hapa nchini Tanzania, lakini pia katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na maeneo mengine ambapo watu wanazungumza Kiswahili. Lakini tumeona pia kwamba kuna msisitizo wa watu kuweza kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Deutsche Welle kuna wahariri mahiri sana wa lugha, na vile kuna msisitizo wa kuijua sana lugha ya Kiswahili, matamshi, sarufi, istilahi na mambo mengine ambayo yanahusiana na hiyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinachukuliwa kwa uzito sana, na hata ukienda pale, hata mimi wakati naanza, unaweza ukajiona kwamba mimi ni Mtanzania kwa sababu wanaotangaza ni wengi wanatokea nchi mbalimbali. Unaweza ukajiona kwamba mimi ni Mtanzania, labda nazungumza Kiswahili vizuri kuzidi mtu wa Burundi au Kongo au Kenya, lakini ukienda kwenye ile nyumba ile utajua kwamba Kiswahili ukifahamu vizuri. Kwa hiyo tunafundishwa kila siku, tunaelekezwa, tunaendelea kujifunza, na naweza nikasema kwamba ni chuo ambacho hata mimi pia kimeninoa. Na moja kwa moja imekuwa ikizoeleka kwamba idhaa kama hizi za kimataifa zaidi zimekuwa zinaonekana kama kuna changamoto kwamba wanaweza wasijue Kiswahili, lakini tunaona kuna wengine ambao sio wazungumzaji wa Kiswahili ama mataifa hayo si ya kuzungumza Kiswahili, lakini kumekuwa kukiwa na Kiswahili halisi na fasaha kabisa. Hii tunadhani kwa sababu ya nini na inachangiwa na nini? Unajua kitu kikubwa ambacho watu hawakijui, ndani mule Deutsche Welle kuna darasa kabisa ambalo watu wanafundishwa. Ninaweza isiwe darasa rasmi kama darasani na mtu anapewa cheti, lakini vile vikao vya habari vya kila siku, uhariri unaofanyika, kuna kamusi za aina mbalimbali za Kiswahili watu wanajifunza. Na ndio maana utaona mbona Kiswahili ni fasaha, anaongea Mkomoro, anaongea mtu wa Burundi, anaongea mtu wa Kenya Kiswahili fasaha. Wanajifunza kabisa kile Kiswahili ambacho ni chenyewe cha darasani. Lakini pia kuna kuelekezwa kila siku. Unapoandika habari, unapotamka maneno, unapofanya kitu chochote ambacho kinahusiana na lugha ya Kiswahili, maelekezo yanakuwa ni kila siku, na madarasa yanakuwa ni mara kwa mara. Ndio maana unakuta kwamba unasikia mbona huyu mtu anazungumza Kiswahili fasaha kabisa, mbona hakosei, mbona afanyi hivi. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo vinaendelea. Na kwa kumalizia kabisa, ni kipi sasa kama waandishi wa habari tunasema wa idhaa hizi za ndani ya nchi zilizopo hapa nchini, katika kuhakikisha kwamba tunakuza Kiswahili, ni kipi ambacho kinatakiwa kufanyika zaidi kupitia hasa kongamano hili ambalo limefanyika la kukutanisha waandishi wa habari na vyombo vya habari mbalimbali hapa nchini na duniani? Sasa ninachokiona ni kwamba sisi wanataaluma tubaki katika mstari wetu, yani tubaki katika mwongozo, kamusi, mwongozo ukoje tunapotamka maneno ya Kiswahili
Kiswahili tunapokuwa tunatangaza vipindi vyetu kwenye televisheni, kwenye radio, na tunapokuwa tunaandika kwenye magazeti, pia hata kwenye mitandao ya kijamii, ambapo sasa hivi ndio unaona mambo mengi yamehamia huko mitandaoni. Tuna changamoto kubwa hasa kwa sisi wa Tanzania, kwa sababu Kiswahili ni lugha yetu ya kwanza. Tumezaliwa tunazungumza, tunaifahamu, na inatofautiana kulingana na maeneo, mazingira na tamaduni. Mtu anavyoweza kutamka ng'ombe akiwa kanda ya Ziwa na akiwa mikoa labda Shinyanga na Mwanza, Geita, na mtu anayetamka ng'ombe akitokea mikoa ya Kagera kule, ndugu zangu wananielewa. Tunavyotamka barabara, balabala na vitu vingine kama hivyo, tahadhari na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Maneno yanatofautiana kulingana na tamaduni na lugha na makabila na nini, lakini hawezi kuzuia. Hata wawasilishaji jana nimewasikia maprofesa wengi wanasema kwamba hawezi kuzuia maneno mapya kuibuka, wala hawezi ukawa na usimamizi wa moja kwa moja kwamba huyu anazungumza vipi, lakini kinachotakiwa ni kwamba kama kuna neno jipya limepatikana katika, kwa sababu ni moja kati ya vitu vinavyotengeneza maneno mapya Kiswahili ni lugha pia, hata kutoka katika makabila. Kama neno limezoeleka mtaani, linatumika sana, lazima liidhinishwe na chombo kinachotambulika na serikali, lakini pia liwe ni neno rasmi katika kamusi. Sasa huko mtaani acha wazungumze, lakini sisi wanataaluma tubaki katika misingi. Unajua kabisa hii ni barabara, usiseme balabala. Unajua kabisa kwamba hapa ni dhana, usiseme zana. Unaona? Kwa hiyo tuendelee kujifunza kila siku na kuelewa misingi yetu kama wanataaluma. Ushindani wa habari duniani ni mkubwa. Hata hivyo, idhaa za Kiswahili zimeendelea kuvutia hadhira kubwa kupitia maudhui yake yenye ubora, matumizi sahihi ya lugha na uelewa wa mahitaji ya wasikilizaji wao. Shirika lenu linashiriki vipi katika kukuza Kiswahili, na kwa nini mmeona kuna haja ya kushiriki kongamano la Kiswahili la idhaa za Kiswahili duniani? Tumeona kuna haja ya kushiriki kongamano la Kiswahili kwa sababu mashirika mengi ya kigeni yanayoingia nchini Tanzania huwa hawataki kuithamini lugha ya Kiswahili. Kama unakuta mtu ama ajira fulani inahitajika kutoka, lakini asilimia karibia 90 wanaohitajika ni watu wanaozungumza lugha ngeni. Kwa hiyo tumekuja Arusha ili kukichukua Kiswahili kile fasaha ili tukakiwakilishe kwenye kampuni yetu. Tupate kuwafundisha mataifa ya kigeni wanaoingia kwenye kampuni yetu, au sio makampuni yetu, ama mkoa ambao watu wametoka au nchi ambapo watu wametoka, kukiwakilisha Kiswahili na kuwa lugha mama duniani. Na moja ya sababu, tunasema moja ya changamoto kubwa ambayo imekuwa ikionekana, mashirika yoyote ambayo yamekuwa ni ya kigeni, hasa ya watu kutoka nje, wazungumza Kiswahili wamekuwa wakionekana ni wachache sana. Ni nadharia ya wale wanaohitaji kuajiriwa hasa wa Tanzania, ama ni nadharia kutoka kwa waajiri? Na ni ulimbukeni. Mimi naona ni ulimbukeni kwa sababu wenzetu wanapokuja wanatamani kujifunza lugha yetu. Sisi tulio wenye lugha yetu tunaikataa lugha yetu. Sasa tuite nini? Si ulimbukeni? Na kwa mtazamo wako sasa, ni kipi hasa kinatakiwa kufanyika hasa kwa nchi na mashirika binafsi kama ya kwenu zaidi? Kinachotakiwa kufanyika kwa nchi hasa ya Tanzania na mashirika yanayokuja Tanzania, kwanza kabisa ni kuikubali lugha mama ya nchi yetu. Na changamoto iliyoko hasa Tanzania ama lugha za Afrika Mashariki, nchi za Afrika Mashariki wameng'ang'ania kwenye lugha ngeni ambazo si lugha mama. Na ushauri wangu kwamba ni lazima tuisamini lugha yetu ya Tanzania kwanza, ama Afrika Mashariki. Asante sana. Jina nani na? Naitwa Elizabeth. Kutoka Mwanza. Shirika Haki Zetu Organization. Asante. Asante. Kutoka katika mwambao wa Afrika Mashariki hadi majukwaa ya kimataifa, Kiswahili kimeendelea kuthibitisha kuwa zaidi ya lugha ni utambulisho, urithi na nyendo za maendeleo. Kadiri dunia inavyozidi kuunganishwa, umuhimu wa Kiswahili unaendelea kuongezeka. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya wazungumzaji wake imeongezeka kila mwaka, huku taasisi nyingi zaidi za elimu na vyombo vya habari vikikikumbatia. Maadhimisho ya Siku ya Kiswahili Duniani ni ukumbusho wa kwamba jukumu la kuendeleza lugha hii halipo kwa wataalamu pekee, bali kila anayezungumza, anayefundisha na anayetumia katika maisha yake ya kila siku. Kwa sababu kila neno la Kiswahili linalotamkwa leo lina mchango mkubwa katika kuandika historia ya lugha ya Afrika inayozungumza na dunia. Jina langu ni Runa Mabai.